Naitwa Christopher Kalisti, ni mhandisi na meneja wa mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa kuanzia Makutopora mpaka Tabora, ikiwa ni kilomita 294 za njia kuu na kilomita 74 za njia za mchepuko. Mradi huu unaendelea mpaka sasa hivi tumeshafikia 14.58%, na hapa tulivyo ni sehemu ya Nyahua. Tunaendelea na kazi ya ujenzi wa tuta. Tumeshafanya kazi ya kwanza ya kukata miti, kutoa ule udongo wa juu ambao ni udongo ambao hauhitajiki, natoa udongo mchafu. Baada hapo tukatoa udongo wa juu wote, tukaandaa layer ya kwanza kabisa ambayo tunaita roadbed. Nyuma yangu nafikiri mnaiona imeshafanywa vipimo na kuona inafaa. Kwa hiyo baada hapo kinachoendelea ni kuleta udongo mzuri na kujaza, ambao tutakuwa tunaushindilia layer moja baada ya nyingine, kwa maana ya tabaka moja baada ya lingine hadi tutafikia tabaka la juu ambalo sasa litakuwa linapokea zile kokoto ambazo ni maalum kwa ajili ya reli, tunaita ballast. Kwa hiyo mradi tunaendelea, na kama nilivyosema tushafikia 14.58%, na katika mradi huu tutajenga vituo kwa ajili ya abiria na kwa ajili ya mizigo. Kituo cha kwanza kitakuwa Manyoni, kitakuwa ni kituo kwa ajili ya abiria na vile kwa ajili ya mizigo. Kituo kingine kitakuwepo Itigi, nacho kitakuwa ni kwa ajili ya abiria na mizigo. Alafu utakuwa na vituo vingine kwa hii miji midogo midogo, Tura, Goweko, kingine kitakuwa Igalula, na kituo kikubwa kabisa kitakuwa Tabora, ambacho ndo kama kituo cha mwisho kwa mradi huu. Kituo cha Tabora kitakuwa ni kama center kwa ajili ya mchepuko wa mradi mwingine unaelekea Mwanza ambao wanaita loti 4 na loti 5, alafu vile kwa miradi mingine ambayo inaelekea Kigoma kwa maana loti 6. Hii ni loti 3 ambao nimeeleza inaanzia Makutopora mpaka Tabora. Kwa hiyo hivyo vituo nilivyosema ndio vituo ambavyo vitaunganisha sasa wananchi kwa ajili ya kusafiri na vile kusafirisha mizigo kwenda katika majiji la Dodoma, jiji la Dar es Salaam na bandarini Dar es Salaam kwa ajili ya kuchukua mizigo inayoingia nchini kuipeleka kwa nchi majirani na vile mizigo ambayo inatumika katika hii mikoa ambayo huu mradi unapita. Mradi unaendelea vizuri, kandarasi yupo site anatekeleza wajibu wake vizuri, na tunatarajia mwishoni mwa mwaka 2028 huu mradi utakuwa katika hatua za ukamilishaji. Gharama za mradi, faida za mradi. Mradi huu ukikamilika unatarajia kurahisisha usafiri, kwa maana kupunguza ule muda wa kusafiri kutoka Tabora mpaka mikoa mingine kama Dodoma mpaka Dar es Salaam na kadhalika. Vile kwa sababu ujenzi wa treni ni treni ya kisasa yenye uwezo wa kubeba mzigo mkubwa, tani actual load ambayo tunasema 35, ni almost sawasawa na malori matatu. Kwa hiyo gharama za usafirishaji wa mizigo unakuwa nafuu. Pamoja na hiyo, hiki kipindi cha ujenzi kuna watu wanapata ajira mbalimbali katika mradi, ajira moja za kuajiriwa. Kuna masupplier mbalimbali wanatoa huduma katika mradi, kwa mfano kusupply nondo, simenti, maji kwa ajili ya matumizi ya site ya kunywa na huduma nyingine kwa ajili ya matumizi ya binadamu. Vile nikisema supply ya viwanda nondo, maana yake viwanda vyetu nao vimeajiri watu. Kwa ile flow ya mahitaji huku nayo ina boost kipato kwa ajili ya viwanda vyetu. Vile mradi ukikamilika, ina maana tutaingia kipindi cha uendeshaji. Kuna watu ambao wataajiriwa kwenye hivyo vituo nilivyosema, vituo vya abiria kwa ajili ya operation. Vile katika hivyo vituo vyetu kutakuwa na fursa mbalimbali kama za maduka.
Kwa hiyo kwa ujumla unakuta kwamba kuna faida ambazo zipo kipindi hiki cha ujenzi, na hata baada ya mradi kukamilika kuna faida za ajira na fursa nyingine mbalimbali ambazo zitakuwa zinaendelea.